Luka 16 aya 2. Nataka nikufundisha hapo kitu cha muhimu sana, na naomba nifuatilie vizuri. Luka 16 aya 2. Luka 16 aya 2. Unaweza kusoma kwanza ile aya ya kwanza. Biblia inasema, tena aliwaambia wanafunzi wake, palikuwa na mtu mmoja tajiri aliyekuwa na wakili wake. Maana yake huyu mtu amepewa dhamana ya kuwa wakili, ya kuwa steward. Huyu tajiri alimpa vitu vyote avisimamie. Alafu anasema huyu alistakiwa kwake kwa kuwa anatapanya mali zake. Sasa angalia aya pili, ndio naitaka pale. Akamwambia, akamwita akamwambia, ni habari gani hii ninayosikia juu yako? Alafu angalia yeye kusema, toa hesabu ya wakili wako. Pigia mstari hapo. Toa hesabu ya wakili wako. Toa hesabu ya wakili wako. Anamaanisha nini? Toa hesabu ya wakili wako maana yake niambie ulichozalisha. Nilikuachia mali. Mimi mwenye maono ya hii mali, natamani kurudi nikute kuna vitu umezalisha. Sikupa tu kaelaza mikononi. Nimekufanya kuwa manager. Nina maono ya kufika mbali. Badala yangu nimekuweka wewe. Kitu gani unafanya ili uweze kunizalishia? Kama toa hesabu, nipe calculation. Nilikupa mifugo 5. Iko mingapi sasa? Nilikupa kondoo wawili, wako wangapi sasa? Nilikupa kipawa, nihesabu watu wangapi wamefaidika na kipawa chako. Account, nihesabie, nipe ongezeko. Maanake Mungu anakuonyesha chochote anachokupa, kazi ya kuwajibika na kuhakikisha kinatoa matunda na kuongezeka. Sio kazi ya Mungu, sio kazi ya Mungu, ni kazi yako kuhakikisha unaongeza kile ambacho Mungu amekupatia. Sasa angalia Mathayo 25:23. Mathayo 25:23. Mungu abaseria. Mathayo 25:23. Nguvu, bidii ya kuzalisha. Mathayo 25 na ile aya 23. Utasoma, unaweza kusoma aya 14 hadi 27. Ila kwa sababu ya muda nitasoma hiyo aya tu. Mathayo 25 aya 23. Maandiko yanasema, okay, naweza kusoma aya 22. Akaja na yule aliyepokea talanta 2 akasema, Bwana, uliweka kwangu talanta 2, tazama talanta nyingine 2 nilizopata faida. Mambo zako alizopata faida. Bwana yake akamwambia, vema mtumwa mwema na mwaminifu. Mpige Yesu makofi. Vema mtumwa mwema na mwaminifu. Why? Kwa sababu huyu mtu alipewa talanta 2. Alafu Biblia inasema aliporudi akakuta ameongeza 2, zimekuwa 4. Biblia ikampeni kama mtu mwema na mwaminifu. Kwa nini Biblia inasema mwaminifu? Kwa sababu alipopewa 2 alizalisha zikawa 4. Kwa Mungu anapokuona duniani ila kuita mwaminifu, ni uwezo wako wa kuzalisha alichokupa. Okay, angalia kuanzia aya 14 na kuonyesha tena. Ile aya 14 hiyo 25. Anasema, maana ni mfano mtu atakaye kusafiri, aliwaita watumwa wake, akaweka kwao mali zake. You see? Aliweka kwao mali. Si tu aliwaambia wazalishe. Aliwapa kianzio, aliwapa potential, aliwapa kipawa, aliwapa uwezo wa asili. Ndani yao akategemea akirudi akute kuna kitu kimeongezeka. Okay, angalia sasa, anaendelea kusoma. Akampa mmoja talanta 5, na mmoja talanta 2, na mmoja talanta 1. Kila mtu kwa kadri ya uwezo wake. Piga Yesu makofi. Kila mtu kwa kadri ya uwezo wake. Okay, sasa kabla ya kueleza nikupe point chache kwenye mstari huu. Point ya kwanza, kila mtu amepewa talanta kwa kadri ya uwezo wake. Andika, kila mtu amepewa talanta au amepewa kipawa according to his capacity. The capacity to carry. Uwezo wako wa kubeba. Mungu anakupa kipawa, Mungu anakupa uwezo, Mungu anakupa mamlaka. Ana invest ndani kwa kadri ya uwezo wako. Kwa kuna vitu vya muhimu nilivyoongea hapa. Namba 1,
Mungu amekupa kipawa kwa kadri ya uwezo wako, according to your capacity. Kwa hiyo usiige wala usiwe na wivu. Don't compare yourself with others. Usiige. Anza kuoneana wivu. Wanaanza kukatalia baada ya kuungana. Mnisikilize, uwezo wake kama ni mdogo, mpende mwenye uwezo mkubwa ili akupe angalau kuambukize. Kuna watu hapa darasani uwezo wao ni mdogo kabisa, unajua unafurahi kusoma. Mwenzako anaofahamu, alafu nampiga vita. Ukimpiga vita mwenye uwezo, umejipiga vita mara mbili. Nirudie tena. Ukimpiga vita mwenye uwezo, umejipiga vita mara mbili. Na kati ya kitu cha kujua hapa duniani, hatuwezi fanana. Hatuwezi fanana kabisa. Kila mtu ana uwezo wake, ana kapasiti yake. Ukiona kuna mtu kabisa anakusifu, wewe kaa nyuma yake, jifunze tu. Jifunze kwake. Acha kiburi. Acha kujiona kama unataka kufika kule. Sifa ya mtu ambaye hafiki mbali ni mwivu na kiburi. Huwezi fika mbali. Kama ndani yako na jealous kwa sababu mwenzako kafanikiwa, kwa sababu mwenzako kainuka, kwa sababu mwenzako kuna kipali amepata, huwezi fika mbali. Ukiona mwenzako amefanikiwa na unasikia ndani yako raha, kuna mahali unafika, kuna mahali unaelekea. Ni kipimo kikubwa kabisa. Ndani kabisa unafurahia mwenzako kukwenda mbele. Ni hatua kubwa ya kwenda mbele. Biblia inasema kila mtu alipewa kwa kadri ya uwezo, capacity to carry. Namba 2, anayezalisha sana anaongezewa sana. Anayezalisha sana anaongezewa sana. The more you produce, the more you will be gifted by God. Kwa kadri ya uzalishaji, kwa kadri ya kuongezwa. Okay, nitakuonyesha. Yule aliyokuwa na 10, Biblia inasema akaambiwa atapewa miji 10. Kwa hiyo mnisikilize. Ukitaka Mungu akuongeze, jiongeze. Kujiongeza maana yake nini? Si kuweka vitu vya kwako. Kujiongeza maana yake ni kustretch kile Mungu alichokupa na kizalisha kikawa kikubwa. Nitawaonyesha kuna watu na vipawa. Tangu umepewa kipawa unamsubiria Bwana. Bwana nitokee. Niambie nitokee. Utakutokeeje? Alishakupa. Nimeona kuna watu wana vikalama akanacho mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa 3, baadaye kinakufa. Nitakuonyesha kwa sababu gani. Bwana asifiwe. Sasa jambo la 3, anayefufia kwenye uzalishaji na alichonacho kinaondoka. Sio mtu ya sentensi ambayo tumezijua kawaida. Anayefufia kwenye uzalishaji na alichonacho kuwa kinaondolewa. Biblia inasema yule ambaye alipewa 2, Biblia inasema Bwana wake akamwambia nipe faida ya mali niliyokupa. Biblia akasema Bwana, nilijua wewe unavuna usipopanda, kwa hiyo nikaweka chini ya ardhi nikaizika. Biblia inasema mtuma mpumbavu, umekuwa mlegevu. Na akasema hiyo alionayo na wenyewe mnyang'anyeni mpe huyu. Maana yake mnisikilize. Dunia Mungu alivyoitengeneza, watu walioko juu wataendelea kuwa juu, na walioko chini kama watajitambua wataendelea kuwa chini. Na ni kwa nini? Kwa sababu Mungu anajua huyo ambaye amefika juu, aidha ni mali amekuwa tajiri au ni huduma amefika mbali. Mara nyingi mtu yote anayefika juu si tu kwa sababu Mungu amempa neema, lakini huwa kuna bidii ya kuzalisha. Mnisikilize, kwa kadri na kipawa kidogo, kwa kadri na fedha ndogo, kwa kadri na uwezo mdogo, lakini ukajituma pao, ukazalisha, ukafanya, ukapanuka, Mungu anazidi kuongeza. Mnisikilize. Na yule ambaye ana kidogo akiona kwamba mimi, si unaona amepewa vingi, mimi mwenyewe najiona tu panza hapa, sina kitu,
akawa na mtazamo huu, na asitake kuzalisha alichopewa, mara nyingi kile kidogo ananyang'anya. Nimeshangaa kabisa duniani, kuna watu walikuwa na vipawa havipo tena, kuna watu walikuwa na uwezo hawana tena, kuna watu walikuwa na mali hawana tena, kwa sababu wamenyang'anywa na Mungu mwenyewe na wamepewa ukubwa. Mnisikilize, kuna watu wanasema mtu mtajiri sana, nenda kafuatilia maisha ya tajiri. Maisha ya tajiri mawazo yake kila siku ni kuzalisha. Maisha ya maskini kila siku ni kutumia. Bwana ndiye sentensi hiyo. Tajiri kila wakati anawaza kuzalisha. Unamwona kwa mfano Baresa, mpaka ameamua kwenda barabarani, ameweka watu kwenda barabarani kuuza hii ice cream na vitu gani. Alafu kuna maskini mmoja anatoa hela nayo ipata, anaingiza kwenye tumbo. Mimi na hakika watu kama wale wataendelea kuwa juu. Kwa nini? Kwa sababu kila mtu anayezalisha huwa pungukiwi. Kila siku anaongezewa na Mungu, na Mungu anamuongezea kwa sababu kuna watu waliowaamini akawapa, wakadharau, hawakuweka bidii, hawakuweka nguvu pale, Mungu akawanyang'anya. Okay, ngoja nikwambie kitu labda ambacho hujawahi kusikia mahali popote. Labda hujawahi kusikia mahali popote. Unaweza leo ukawa na huduma moja, ukawa na kajifti kamoja. Either wewe na kajifti labda kwa neno la maarifa kamoja tu, unaweza ukasoma kitu ukamwambia mtu una 1 2 3 kimoja tu. Sasa mnisikilize, ukiweka bidii kwenye kile karama kidogo, ukaweka bidii pale, Biblia inakutem kama mwaminifu, na kwa kadri unaweka bidii mahali pale, Mungu anakupa karama nyingine. Ndio maana sasa unaweza kuona kwenye mwili wa Kristo kuna watu wana huduma zote. Nenda kasoma Biblia. Paulo ana huduma 3 mpaka anakufa. Lakini ukisoma initially Mungu alimpa huduma moja. Alimpa kama mwinjilisti. Alafu anakuja kutuambia Timotheo, baadaye anatuambia mimi ni mwalimu, mimi ni mhubiri kwa maana mwinjilisti, alafu na mtume. Vimetokea wapi? Na ndipo sasa unaona mwili wa Kristo anabishana. Wanasema huyu anajiita mwalimu, anajiita mwinjilisti, anajiita mtume, anajiita nabii. Inakuaje? Ni kwa sababu huyu alikuwa mwinjilisti, akakomaa kwenye uinjilisti, akazalisha, akaleta matunda kwa Bwana, Bwana akampa mtume, akazalisha, Bwana akampa mwalimu. Unaweza kushangaa Mungu anamkupa mtu mmoja na vipawa vyote. Why? Uzalishaji. Mungu anakuongezea. Mwangalie mweza kumwambia kipawa ulichonacho unakifanyia nini? Mwangalie kabisa. Watu wengi wana vitu wamekaa navyo, wamezika, hawana uwezo wa kuwa na juhudi ya kufanya na kuongeza. Never utafika mbali. Mojawapo ya kitu ambacho Biblia inakutema kama mwaminifu ni uwezo wako wa kuzalisha kidogo. Biblia inasema aliye mwaminifu kwa kidogo, Mungu atampa nini? Anachokizungumza tu uaminifu kwa kitunza, ni uaminifu wa kuzalisha kile kidogo, alafu baadaye Mungu akampa mahali pakubwa. Leo jifunze. Chochote ulicho nacho kifanyie kazi. Focus and move. By the way, niwaambie, kuna watu wanafikiri Mungu anapokupa kipawa, wanafikiri kwamba atakuja kukwambia anza kutumia kipawa. Bwana Mungu anaongea kutumia kipawa, lakini watu wengi, kwa sababu nimeona watu ambao wanafurutani, ana kitu kadogo lakini mtu fulani hivi anajisogeza na bidii ya kitu fulani, Mungu mara nyingi hao watu anaongeza. Lakini kuna mmoja anaweza kuwa nacho, anakitunza, anakihifadhi, anakuwa nacho usiku na mchana. Mimi nimekuwa na watumishi tukiwa vioni, watumishi wakubwa sana. Yaani namwangalia mimi mwenyewe nasema hili jamani nafika mbali. Lakini ukishangaa nakwambia namsubiria Roho Mtakatifu nikahubiri. Namsubiria Roho Mtakatifu. Akisema watumishi wakubwa wanasema siendi bila kuambia na Roho Mtakatifu anaiga. Mwanangu usiige. Usiige. Kwa sababu huyo mtumishi amekwambia namsubiria Roho Mtakatifu ili niende. Unajua agano la ingia na Mungu. Namba 1. Namba 2, unajuaje Mungu anamwambiaje juu ya kwenda? That's challenge. Kwa hiyo ukisikia naona unajibanza, na mimi namsikiliza Roho. Kuna watumishi nimeacha huku nyuma, walikuwa na uwezo lakini mpaka leo hawagrow. Lakini sisi wengine ambao
tulianza hivyo hivyo, kitu kidogo unacho. Vingine ujui, unafanya, unaingia mtaani unahubiri hata kama ujui. Hivyo unaendelea. Mungu anazidi kukukuza na kuzalisha. Kuna watu hapa ni wainjilisti, unakipao unasubiri upewe semina hapa. Unasubiri upewe mkutano. Yaani wewe nakwambia unaweza ukafia hapo. Halo? Ukafia? Kitu ambacho nimejifunza, kuna mtumishi mmoja anaitwa Kenneth Hagin, wale ambao walikuwa mzee mkubwa sana duniani miaka hiyo. Aliandika kitabu kimoja cha kwa excellence kwenye ministry au excellence kwa chochote unachofanya. Moja hapo akasema kwenye kitabu chake, moja, commitment. Ukitaka kufanikiwa kwenye jambo lolote, cha kwanza be committed. Cha pili alichozungumza kwenye mfano wa kuwa committed, akazungumza mfano wake mwenyewe, akasema alipoitwa kama mhubiri wa neno la Mungu, alipoitwa mwanzoni, alikuwa anaenda kwenye makanisa ya kirokore wanamkataa na ana kipawa. Anakwambia akachukua speaker akaanza kuingia mtaani. Mnisikilize. Kama unajua kuna kitu Mungu alichokupa, hata kama hujulikani mahali, anza kufanya hivyo hivyo. Anza kufanya. Be committed. Unasema napewa nafasi, sipewi nafasi. Napewa kibali, sipewi kibali. Ninajulikana, sijulikani. Start. Kwenye kuanza ndipo Mungu anakutambulisha. Kwenye kuanza ndipo Mungu anakupa nafasi ya kutambulisha kwenye ufalme wake. Ndio maana kwa mfano kuna habari za wale wakoma. Biblia inasema njaa ilipokuwepo mjini, wakasemaje? Huku tukienda kuna jeshi la Washami, lakini pia tukibaki hapa tutakufa. Biblia ikasema wakaambiana twende. Walipokuwa wakienda, Mungu akasikizisha vishindo vyao. Angalia, Mungu mara nyingi usipoanza huwa amenyamaza. Ukianza Mungu anatokea. Hata kama ukianza kwa makosa, maada umeanza, kwenye kuanza kuna kufeli pia. Mungu atakufundisha pia kufeli. Mungu atakufundisha umekosea, tunaenda hivi. Kama utaanza kwa kitu ulicho nacho, uwe na hakika kuna mahali utafika. Na kuanza ni commitment ya kwamba kuna kitu ulicho nacho lazima nikifanyie kazi kizae. Okay, ni watumishi mko hapa wengi. Wangapi wanaenda mabwenini kuwahubiria watu? Kwenye hostel unaenda kuwahubiria watu. Haipo kwamba kwa msubirie si mwinjilisti akupe nafasi hapa mbele. Umekwama. Hapo mwanzo kuna soko. Nenda kuhubiri pale sokoni. Usamani vyao vikubwa na wakati vidogo haufanyi. Nikiwa katibu wa fellowship kipindi hicho, baada sasa tulikuwa tuna mfumo wa mwinjilisti. Katibu alikuwa anafanya overall. Ndio kilichotokea. Mungu anisaidie kuibua vipawa vya watumishi wengi. Kwa nini? Mungu anifundisha usiwape watu nafasi kabla ya kuwajaribu. Unaweza kumpa mtu madhabahuni, nafikiri uko fire, akaongea vitu vya ovyo, akawavuruga watu hapa. Sasa Mungu akanipa hekima. Kama una kipawa, unaomba kuhubiri na kuita kwenye maombi ya usiku saa 5. Tulikuwa na maombi pale mabostel. Tu usiku tunaingia pale. Tunapiga maombi, mimi nasikiliza jamaa na kitu ndani, nasikilizia. Naona mara ya kwanza, mara ya pili na kitu. Namweka kwenye kundi, labda kama ni kwaya, kuna neno siku ya kwaya, namweka pale mbele kwenye kwaya. Anakuwa mwaminifu, anapiga vizuri. Baadaye ndio namweka fellowship na mpima. Watu wengi wameibuka sana. Nilikuwa nawaangalizia kwenye maombi kwanza, ninaona capacity Mungu aliyowapa. Na wengine ukiangalia kabisa niko hapa nafasi ya kuomba hapa mbele, ndio anamuita tu njoo kaomba hapa. Akiomba unajua ili jamaa kuna seed, kuna mbegu. Unajua kuna kitu fulani. Ndio vipawa vinainuka, lakini yule ambaye unamuita tu hataki, kesho anaenda kwenye maombi haji, na tena anaomba mtumishi, naomba Jumapili nihubiri. Nilikuwa siwapi nafasi. Hata hivyo ndio maana hata wachungaji wanajua, huwezi kumuita mhubiri ambaye kama mahali ambapo hakuna mtu anamshuhudia. Sasa nisikilize, wewe ujulikani, mtu nani, mwinjilisti hakujui, nani mzee kanisa hakujui, mchungaji hakujui, mahali una kipawa kinafurukuta ndani, utafanyaje? Anza mahali ambapo panaweza kutokea, pale ambapo wengine waone, anza hapo. Bwana asifiwe. Una wazo la biashara, unalo ndani yako. Unajisemea mpaka nipate mtaji na nataka milioni 2. Na wakati kuna mtu anauza uji hapo, anaingiza faida ya 100,000.
uji wewe unaudharau. Hapo wataka upate mtaji wa milioni 10. Mimi kwa experience yangu ya biashara ninajua mtu yeyote ambaye hana uzoefu wa hela kubwa usimpe, atakuharibia biashara. Ukitaka mtu ambaye hana uzoefu wa hela kubwa, mwanzie padogo. Nimeshapata hasara nyingi kwenye kuajiri watu, nampa huyu mtu, nafikiri mtu kumbe hana uwezo wa kumanage hela kubwa. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anatutrain padogo. Tukikua padogo Mungu anatuongeza. Tukikua padogo Mungu anatuongeza, anatuongeza. Bwana asifiwe. Initially Mungu aliniita kama mwinjilisti. I was a pure evangelist. Nilikuwa na upili total. Wakanipa kufundisha na kuvurugia, sifundishi chochote. Mungu akanipeleka, akanipa huduma ya mwalimu. Wale wanaonijua miaka mingi iliyopita, nikifundisha mpaka wanaelewa huyu jamaa mafundisho maana ngapi. Lakini Mungu anibariki na kipawa hicho. Na sio tu, namwamini Mungu. Kuna siku utanikuta naitwa mtume. Punga mkono. Piga Yesu makofi mengi wewe. Namwamini Mungu. Ni kwa sababu kwa kadri unakuwa mwaminifu kwa kidogo, Mungu anaimpose kitu kingine. Hiyo ni principle ya Mungu. Na wale ambao mlichonacho hamkitumii, huwa Mungu anakiondoa. Okay, kuna watu hapa una mbegu ya ushauri. Mbegu ya ushauri. Kila ukitaka kumshauri mwenzako unaogopa. Kila ukitaka kumshauri mwenzako unaogopa. Hutapewa mafunuo. Unaona, kwa sababu mimi nahubiri leo. Ninapohubiri wiki nzima, ukinikuta wiki ya pili kule mbele na upako Mungu kuliko leo, nina maarifa Mungu kuliko leo, na mafunuo Mungu kuliko huu. Na ndio principle ya kuwa mtu yote is a servant, mtumishi. Unamkuza mtu kwa kadri unatumikia jambo, kwa kadri una grow. Ngoja nirudie tena sentensi. Kwa kadri unatumikia jambo, kwa kadri unakuwa. Hello? Mimi napeleka semina za muda mrefu. Yaani unipe mwezi mzima. I say wiki ya kwanza I shall struggle. Ukinikuta wiki ya pili, utajua huyu sio niliyemkuta wiki ya kwanza. Ukinikuta wiki ya tatu, Mungu, kwa sababu Mungu anaweka maarifa, anaweka upako. Kwa kadri unatumika, Mungu anainvest vitu vingi. Hello? Kwa kadri unasoma neno, Mungu anakupa maarifa. Kwa kadri unaacha kusoma neno, hata kama alichokapata mwezi jana kanaondoka. Mkono juu. Okay, niishie hapo, tutakutana baadaye. Funika macho. Harabasheka pale ndana. Kuna watu ambao kuna vitu mlivyo navyo. Ninaongea from point of experience. Unaweza kama ni mwimbaji, unaweza kama una kipawa chochote, una uwezo fulani wa kiasili, lakini hutumiki. Na kutumika sio mpaka upate platform kwa watu waliokuwa. Kuna kieneo lazima ujishikilize nacho. Kabisa, kama mfanya biashara, wao kujui kama unafanya biashara, nenda kwao, waambie nauza kimoja mbili. Kama wewe ni mhubiri, bado hujakua, kuna mahali huwezi kupewa nafasi. Nakumbuka kipindi fulani nilikuwa moto kiwaka, sifahamika mahali, nikaenda kanisa moja. Moto. Kanisa moja, nilikuwa sijui kanuni za Mungu. Nikamwambia yule mchungaji, nikamwambia mimi nataka nihubiri Jumapili hapa. Akanikatalia. Niliumia sana. Baadaye Mungu anakuja kunifundisha. Ulikuwa unaruka step. Kile kidogo nilichokupa ukitumia. Kwa hiyo nikaanza kwenda, nikiitwa mahali kuna kikundi kidogo naenda. Wananijua. Naenda hapa naenda. Mimi na commitment. Kuna wakati wa madogo, kuna wakati wa kudharauliwa kwamba wewe sio kitu. Lakini kuna wakati Mungu anakukuza hatua kwa hatua. Kuna kitu unacho moyoni, unajua kabisa. Kuna karama, kuna kipawa, kuna vitu ulionao, lakini hautumiki. Umekuja chuo kikuu kutoka Ukwata, ulikuwa na vitu ndani. Umefika chuo kikuu mzima kwa sababu kujua. Na huko mbele havitaibuka. Unaendelea kuvifisha hivyo hivyo. Mwambie Mungu nisamehe na unipe nguvu ya kuzalisha. Nyosha mkono wako mbele juu, funika macho yako. Sema, Bwana Yesu, ninaomba unirehemie. Naomba unisamehe. Sijawa mwaminifu. Kidogo nilicho nacho nimeshindwa kukizalisha. Ninaomba nitetee Yesu. Ninaomba unirehemu Yesu. Nipe hatua ya kwanza. Nipe nguvu ya kuzalisha. Utakaporudi Yesu, unione kama mwaminifu. Wale walionipa talanta 10 walizalisha 10. Walionipa 5 walizalisha 5. Walionipa 2 walizalisha 2. Yesu, ninaomba unirehemu.
nimeshindwa kuzalisha, nimeshindwa kuwa mwaminifu kwa kidogo. Yesu, najua hakuna mahali naenda kama usiponisamehe na kunirehemu. Nipe nguvu, nipe nguvu, nipe nguvu ya uzalishaji ndani yangu kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Nipe moto, nipe moto ndani yangu. Amsha roho yangu, amsha moyo wangu kwa jina la Yesu Kristo. Nimepoa ndani yangu, nimekosa nguvu ndani yangu, nimekosa mwito tena, nimekosa mguso kwa upya. Ninaomba leo mguso tena. Amsha roho yangu ichangamke, ianze tena kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Endelea kuomba, mwambie Bwana, naomba unisaidie. Mashiki pata banana mantokokoria sotoro. Ninaona wainjilisti ambao karama zenu zimekufa na kupoa kwa sababu hamjapata nafasi na mmedhani bila kuanza kufanya ninaweza kwenda mbele. Mwambie Bwana, naomba nipe kapasi mkadogo, hata nikienda mtaani kuhubiri, hata nikienda mahali popote kuhubiri, hata nisishuhudie watu wawili watatu. Ole pesasa paria, onto robokoria sero, osara na konda mapeja, orasa konta bakine, urope konda la sepeto. My God, my Lord, maandiko yanasema kwenye kitabu cha Ezra, alikuwa mfalme mmoja ambaye neno la Bwana lilikuwa ndani yake, alipewa wazo ndani yake. Maandiko yanasema alipopewa wazo akasimama, akasinzia. Ole pesata, Biblia inasema Bwana akaamsha roho yake, akaamsha roho yake ili kuitekeleza neno la Bwana. Kuna bongo, kuna mbegu, kuna wazo, kuna kipawa, kuna huduma. Oropokontabakonya, Bwana kupokuanza, Bwana kukuzalisha, unakuwa mwaminifu kwa madogo. Yesu akupe mahali shida, unakuwa mwaminifu kwa biashara, unakuwa mwaminifu kwa mahusiano, unakuwa mwaminifu kwa huduma na vikao. Wakati unakuwa mwaminifu, wakati unapenda fedha, mtuma wema mwaminifu, mtuma wema mwaminifu. Mungu anataka mtuma wema mwaminifu anayezalisha. Una talanta moja, umeizika. Una talanta mbili, umezika. Una talanta tatu, umezika. Orapakotabaka, Bwana ameshindwa kukuongeza kwa sababu utaanza kufanya. Biblia inasema Bwana alianza kazi njema moyoni mwetu, yeye atakaye itimiza. Kuna kazi njema, kuna mawazo mema. Ole pokonda bakora, kuna kipawa chema ndani yako. Bwana akuongeze leo, akupe nguvu ya kuzalisha, akupe nguvu ya kutekeleza. Mtabako sakapa, rishapatabako, oshakashari ya ndana. Bwana akupe nguvu ya kuzalisha. Bwana amsha roho yako. My God, kuna watu mnahuduma hapa na zimekufa na kupora kwa sababu hamjatumika. Oropokonda bako, self God, self God. Orapakonda, wamekupa nafasi, hawakupa nafasi. Lazimisha, tafuta eneo ambalo unaweza kumtumikia Mungu freely, hata kama una maiki, hata kama una kipaza sauti. You can preach every gospel. Orapakonda konya, unaweza kuhubiri injili kwa kila kiumbe, unaweza kusimama mtaani kuhubiri. Bwana amsha roho yako. Watu wana biashara huko ndani yako, watamani pale upate mtaji mkutano wanza. Bwana akupe kidogo hicho na kipata mafuta, ukazalishe. Una laki moja anza nayo, una laki tano anza nayo, una milioni anza nayo. Biblia inasema hakuna mtu aliyedharau mwanzo wa mambo madogo. Orapakonda bakania, tunafikiri pakubwa kwa tunaanza kadogo. Orapasenda babako. My God, kuna watu wanapata mafuta ya kuzalisha. Kuna kidogo ulichonacho kinazaa, una biashara ndogo inazaa, una kipawa kidogo kinazaa. Hiyo kalama, hiyo kalama, hiyo talanta, hiyo uwezo, oropoke sapa. My God, nende kamto kanze, nende kamto kanze, nende kamto kanze, nende kamto kanze, nende kamto kanze. Hamka wewe, usizae, tusiwe katika wafu. Rise up, mashakapa. Ropokonda basakura, ropokonda basekata. Utakusudia mambo ndani yako na utayafanya na atakuwa. Na Bwana atayastabrisha ya mawazo, atayastabrisha ya ujumbe. Kisha kapa, Mungu ameshakupa talanta. Alipata talanta kuambia, lakini aliwaambia baada ya kupata talanta nikiuli nataka faida. Bwana anataka faida na ulichokupa. Kuanza ni juhudi yako, kuanza ni imani yako, kuanza ni commitment yako. Paseka pale ya ndani. My God, kuna watu wanaoinua hapa, kuna watu wanaoinua dunia na kuwekea
kipafu, unaweka nyama ndani yako. Wakati mwambie Bwana, rise me, establish me. Ulikuwa na kipafu, ulikuwa na talanta, ule mlango uko wapi? Ule mlango uko wapi? Biblia inasema ni nani aliyewazuia kupiga mbio? Mlikuwa mkipiga mbio, ni nani aliyewazuia kukimbia tena? Bwana aliyewazuia kuendelea tena. Ashika talanta. Mwambie Bwana, nipe nguvu tena. Tataba kwa Yesu. Shaka mweleze Yesu. Nilikalia polisi. Hawezi kulia shaka. Jua kama wewe wako. Nitasimama tena. Jua kama wewe wako. Nitabarikiwa. Jua kama wewe. Jua kama wewe wako. Nitasimama tena. Jua kama wewe wako. Nitabarikiwa. Jua kama wewe. Jua kama wewe wako. Nitasimama tena. Jua kama wewe wako. Nitabarikiwa. Jua kama wewe. Jua kama wewe wako. Nitasimama tena. Jua kama wewe wako. Nitabarikiwa. Jua kama wewe. Jua kama wewe wako. Nitasimama tena. Jua kama wewe wako. Nitabarikiwa. Pokea nami kwa shida niende. Masomo ya nami vuga niende. Wasakara biashara yangu haina faida niende. Nimefukuzwa kwa zuri niende. Shida kama